Unajiambia kila siku huna muda, si leo, labda kesho, lakini muda unaendelea kupotea. Siku yako hujaa kabla hujaanza. Ujumbe, kelele, majukumu madogo yanayoiba umakini wako pole pole. Una shughuli nyingi, lakini hakuna kinachosonga mbele. Jioni unajiuliza muda ulienda wapi? Ulifanya mambo mengi, lakini maisha hayakubadilika. Haukimbii juhudi, umezama kwenye kuahirisha. Kila mpango unaonekana mkubwa sana, kila lengo linaonekana mbali. Ndiyo maana unaishia kutofanya chochote. Faraja inaingia kimya kimya. Usumbufu na kufanya kusubiri bila maumivu. Ratiba inakushawishi kuwa hivi ndivyo maisha yalivyo, na kesho inaonekana salama, kwa sababu kesho haitaki chochote kutoka kwako. Unaujua vizuri mzunguko huu wa maisha. Karibu kuanza, karibu kubadilika. Kuanza upya kichwani kila siku, lakini huu ndio ukweli. Mabadiliko hayaji kwa kelele, hayaji na motisha, hayangoji nguvu. Yanaanza na uamuzi. Uamuzi wa wewe ni nani katika nyakati ambazo hakuna anayekuona. Dakika 10 si muda mdogo, ni mwelekeo. Ni uthibitisho kuwa una udhibiti, kwamba maisha yako hayamilikiwi na kelele, kwamba faraja haina neno la mwisho. Nidhamu si adhabu, ni kujiheshimu, ni kujichagua wewe mwenyewe kabla dunia haijakuchagulia. Unapojitokeza kwa muda mfupi kila siku, kimya kimya, kuna kitu kinabadilika. Sio ratiba yako, ni viwango vyako. Unaacha kujadiliana na baadaye. Unaacha kusubiri hali kamili. Unaanza kuwa mtu anayechukua hatua hata inapokuwa ngumu, hata inapokuwa haifurahishi, hata hakuna anayekuona. Hivyo ndivyo maisha hubadilika kweli, sio ghafla, sio kwa kishindo, bali kwa makusudi. Swali si kama dakika 10 zinatosha. Swali ni hili: je, utatoa dakika 10 kwa maisha unayotaka, au utaendelea kutoa siku nzima kwa maisha usiyoyataka?